Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba uchaguzi mkuu wa TFF ambao unatakiwa kufanyika tarehe 17 pale jijini Tanga umesimamishwa na mawakili watano. Wote wameandika barua kwenda Baraza la Michezo la Taifa BMT kuomba uchaguzi huo kusimamishwa kutokana na ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi wa Baraza la Michezo Tanzania BMT. Na mawakili hao wanatoka kwa washirika wa Haki Kwanza Advocate ambao wote wameandika barua za kuomba uchaguzi huo usimamishwe kwa sababu wanaona kwamba uchaguzi huu wa TFF kwa awamu hii haujatenda haki kama ambavyo inatakiwa. Na miongoni mwa vitu ambavyo wamevilalamikia ni pamoja na endorsement ambazo upatikanaji wa endorsement wakidai kwamba Wallace Karia alitafuta endorsement kinyume na utaratibu, ikiwa ni kutaka kubakia madarakani bila kuwapa nafasi viongozi wengine kwenda kuingia madarakani, kitu ambacho kimepelekea akaenda kutafuta ya kuchukua endorsement zote na watu wengine wakakosa hizo endorsement na kupelekea uchaguzi huo wengi kukosa sifa, kwa maana ya kukosa hizo endorsement, kwa sababu moja ya sifa za uchaguzi ni pamoja na kupata hizo endorsement, na ukikosa endorsement manake unakosa sifa za kuwania nafasi ya urais ama kamati tendaji ndani ya TFF. Kwa hiyo hao mawakili wameandika hiyo barua kuomba hivyo, lakini issue nyingine ambayo wamelalamikia hawa mawakili kutoka Haki Kwanza Advocate wamesema kwamba moja ya kitu kingine ambacho kimetajwa hapo kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba inaelezwa kwamba pia rais wa TFF amekaa madarakani kinyume na utaratibu, kwa maana ya kwamba kuna katiba ambayo inatumika ambayo haijasajiliwa BMT. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba katiba hiyo haijasajiliwa BMT, lakini kwa taratibu ambazo zinatakiwa kabla katiba kwenda kufanya kazi ni lazima isajiliwe BMT, na BMT wakishaisajili ndio mambo mengine yanaweza kwenda sawa. Lakini kwa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba ambazo nimezipata ni kwamba wao wanadai kwamba katiba ambayo inatumiwa na TFF haijasajiliwa pale BMT, na maana yake ni kwamba haiwezi ikatumika. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kingine ambacho wanakilalamikia. Na by the way, kwa mambo jinsi yalivyo, kuna uwezekano mkubwa kweli uchaguzi huo usiweze kwenda kufanyika, kwa sababu hata hivyo Yanga pia nao walienda wakaweka pingamizi, na maanake uchaguzi umeingia dosari mpaka sasa. Kwa hiyo uchaguzi usipofanyika, na maana mchakato unaweza kwenda kuanza upya, na mchakato ukienda kuanza upya maana yake watu watarudi kwenye kutafuta endorsement upya, na watu wakirejea kutafuta endorsement upya ina maana kuna watu wengine ambao watakuja kupata hizo endorsement, na mwisho wa siku pengine Wallace Karia anaweza kushindwa kupata nafasi nyingine ya kuiongoza TFF na kuiongoza TFF kwa muhula wa tatu, ambao pia kisheria ni kwamba huu sio muhula wa tatu kwa Wallace Karia, bali ni muhula wa pili wa Wallace Karia, kwa sababu mwanzoni hapakuwepo na ukomo wa madaraka. Lakini sasa hivi ukomo wa madaraka baada ya kuwekwa, maana yake rais anatakiwa kugombea kwa vipindi vitatu tu vya miaka minne. Sasa issue nyingine ambayo wamelalamikia ni uwajibikaji. Wao wanaona kwamba ndani ya TFF kuna watu hawajibiki ipasavyo, na ndio maana kuna kanuni mbalimbali zinavunjwa, na ukirejea pia kwenye sakata la dabi na mambo mengine mengi ambayo kutokea kwenye mpira wetu, sijui bodi kutokuwa huru na masuala ya kamati ya waamuzi kuwa chini ya TFF na nini, ni moja ya vitu ambavyo vinaonesha kwamba hakuna uwajibikaji ndani ya TFF, na ndio maana hawa watu wameamua kwenda kuandika barua ya kuiomba BMT iweze kusimamisha huu uchaguzi wa TFF. Na ujue kwenye uchaguzi wa TFF chombo pekee chenye mamlaka ya kusimamisha uchaguzi ni BMT, na BMT wasiposimamisha uchaguzi ina maana hakuna mtu mwingine ambaye ana mamlaka ya kuja kusimamisha uchaguzi. So tusubiri tuone nini ambacho kitaendelea, lakini mpaka sasa ni kwamba uchaguzi wa TFF unaweza ukasimamishwa muda wowote kuanzia sasa, na hawa maadvocate wao wameandika barua ya kutaka uchaguzi huo uweze kusimamishwa ili taratibu zingine ziweze kufuatwa. Lakini kitu kingine ambacho wamekiandikia ni kwamba matumizi mabaya ya ofisi, kwa maana ya kwamba hii inakuja kugusa kwenye swala zima la kukusanya endorsement, kwamba yeye ameitumia TFF kama sehemu ya yeye kwenda kujikusanyia hizo endorsement zote, na wao wameanalyze kwamba ni matumizi mabaya ya ofisi, kwa sababu watu ambao wako nje ya TFF wameshindwa kupata endorsement, lakini watu ambao wako ndani ya TFF wamepata endorsement, kwa maana rais amepata, lakini pia wale wajumbe mbalimbali wa kamati tendaji ambao wanataka kugombea tena nafasi zao nao pia wamepata endorsement, lakini watu wa nje ambao wanataka kwenda kugombea nafasi mbalimbali ndani ya shirikisho wao pia wamekosa endorsement. Maana yake waliopata endorsement ni wale ambao wako ndani ya TFF, lakini watu ambao wako nje ya TFF ni watu hawajaweza kupata hizo endorsement, na ndio maana hao mawakili kutoka Haki Kwanza Advocate
wameweza kwenda kuanalyze hivyo vitu na kwenda kuviandika kwa taarifa ambazo niko nazo, ni kwamba mawakili hao wote wameadhimia kuhakikisha kwamba uchaguzi wa TFF unaweza kusimamishwa na usiendelee, ili kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Na kwenye issue maswali yanakuja ni mengi, kwamba kwa nini wakati huu uchaguzi unasimamishwa wakati 2021 ambao walisikalia lipita bila kupingwa pakwepo na malalamiko ya aina hii. So jibu ni jepesi tu. Ukumbuke pia kwenye mchakato huu watu wengi ambao wamejitokeza kwenda kugombea ni Yanga, ni watu ambao ni wana vinasaba na Yanga. Lakini pia Yanga ni timu ambayo imeonekana kumuunga mkono Wallace Karia kwenye kipindi hiki, wakidai kwamba mchakato wa uchaguzi haujasimamia haki. Kwa hiyo vitu kama hivyo pia ni vinakupa picha kwamba kwamba kuna influence ya Yanga pengine kwenye hili swala, na ndio maana mambo kama haya yanazidi kuwa mengi. Sasa tusubiri tuone mchakato utakuja kuishaje, lakini kwa hali na mazingira jinsi yalivyo mpaka sasa, inaonekana dhahiri shahiri kwamba kuna vitu bado havijakaa sawa, na uwezekano wa mgongano wa kimaslahi na nini unaweza pia kuwa umeinfluence pia haya mambo. Mimi nitaendelea tu kukupa update ya kile ambacho kinaendelea, lakini mpaka sasa ni kwamba uchaguzi wa TFF umeomba kusimamishwa na mawakili wa mawakili wa Haki Kwanza Advocate, na muda wote ule tunaweza kupata taarifa nyingine. Ukumbuke pia usaili pia nao unaendelea.